kitakachotokea iwapo Yanga ataendeleza msimamo wake wa kugomea mchezo wake na Simba. Kufuatia Yanga kushikilia msimamo wa kutocheza mechi hii ya dabi, inaweza ikawa nafasi kubwa kwa Simba kutoa ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Yanga inabanwa na kanuni ya 31 ya ligi kuu bara toleo la mwaka 2024 kifungu cha kwanza aya ya kwanza na ile section ya 3 inayoelezea adhabu kwa timu itakayoshindwa kufika uwanjani itapokwa alama 15. Lakini mgomo huo wa Yanga kuna hatari kwao kupoteza nafasi ya pili itakayowapa tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao endapo itateleza katika mechi zilizobaki kisha Azam ikafanya vizuri. Kanuni ya 31 ya ligi kuu bara toleo la mwaka 2024 kipengele cha kwanza kinasema, na nukuu, timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila ya sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF na TPLB na au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatazo. Kifungu cha kwanza, kutozwa faini ya shilingi milioni 5 ambapo shilingi milioni 2.5 au milioni 2.5 itachukuliwa na bodi ya ligi kuu na shilingi milioni 2.5 italipwa kwa timu pinzani. Kifungu cha pili, kulipa fidia ya maandalizi au uharibifu wowote unaoweza kujitokeza. Kifungu cha tatu, kupokwa alama 15 katika msimamo wa ligi na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinidhamu. Kifungu cha tatu section ya kwanza, endapo timu itakuwa na alama pungufu ya 15 itakuwa na alama hasi kwa kiasi kinachopungua kwenye msimamo wa ligi. Section ya pili, endapo timu itamaliza msimu wa ligi ikiwa na alama hasi itaanza na alama hizo hasi katika msimu wa kwenye msimu unaofuata wa adhi yake. Section ya 4, itapoteza haki ya kuchukua gawio lake la mapato ya mchezo huo. Section ya 5, kiongozi yeyote atakayebainika kushiriki au kushawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutotokea uwanjani bila ya sababu za msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi 12. Haya ndo mambo ambayo yanaweza yakaikumba klabu ya Young African wasipojitokeza kucheza mchezo unaowakabili wa dabi mnamo Juni 15 mwaka huu wa 2025.